benchi la ufundi hii leo, na moja kwa moja leo nitamulika kuhusiana na bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB, ambayo kwa sasa tunafahamu ligi kuu Tanzania bara bana imesimama ili kuweza kupisha michezo ya kalenda ya FIFA, ikiwemo ya kufuzu kombe la dunia na ile ya international break ya michezo ya kimataifa ya kirafiki. Na nilikuwa najaribu kuangazia kunako ligi kuu Tanzania bara namna ambavyo ratiba pia iko fixed, yani hii ratiba ni kama haibebi baadhi ya vilabu. Ukitazama kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, baadhi ya vilabu tayari vimeshacheza raundi ya 6, lakini ni takriban vilabu 7 tu ambavyo vimecheza raundi ya 6, na raundi ya timu nyingine ziko raundi ya 3, nyingine zikiwa kwenye raundi ya 4, nyingine raundi ya 5, kitu ambacho hakileti taswira nzuri kwenye ligi kuu Tanzania bara. Hii inatokana na namna gani? Namna ambavyo msimu huu pia tunaweza tukashuhudia kwenda kumaliza kwa muda mrefu sana, ama tukatumia muda mrefu sana kwenda kukamilisha. Nafahamu pia humu katikati kutakuwemo na mechi za AFCON ambazo mwezi Disemba pia kunahitajika break ndefu ya kwenda kucheza michuano ya AFCON, lakini humu pia baada ya kurejea Simba, Yanga, Azam, Singida Black Stars vitakuwa vinacheza pia michezo ya kimataifa ya klabu bingwa barani Afrika na ila shirikisho. Hii kupishana kwa baadhi ya timu huko mbeleni, lazima kuna watu watakuja washikane mashati kutokana na namna ambavyo mpaka hivi sasa baadhi ya vilabu vikiwa vinaelekea raundi ya 7, Simba, Yanga, Azam, Singida Black Stars, TRA, lakini pia kuna vilabu kama Dodoma Jiji bado vikiwa kwenye raundi ya 3, vingine vikiwa kwenye raundi ya 4. Hii inaonyesha taswira namna ambavyo bodi ya ligi kuu Tanzania bara bado haijawa serious kwenye upangaji wa ligi kuu Tanzania bara. Nilikuwa najaribu kupitia kwenye majirani zetu namna gani ambavyo ligi zao zipo. Kenya wako raundi ya 7 na ligi yao ilianza tarehe 20, ya kwetu ilianza tarehe 16. Lakini ukienda pale Botola Pro pale Morocco wako raundi mpaka sasa hivi ya 9 na ligi yao ilianza kwenye tarehe 20. The same Misri pale ligi yao kwa sasa pia ikiwa kwenye raundi ya 9 na walianza ligi kuu pale nchini Misri kwenye tarehe 21. Kwa hiyo utaona namna ambavyo bodi ya ligi kuu Tanzania bara ina mapungufu kwenye upangaji wa ratiba, lakini pia bado fixture yao hawajaiweka sawa wanapokuwa wanapanga. Zimekuepo pia airishwa za hapa na pale kwa mechi, lakini sababu za msingi ukitoa tu hili jambo la uchaguzi lililojitokeza, kwenye sababu nyingine wanazipa ofa vilabu vinavyoshiriki michuano ya kimataifa kwamba ratiba yao inabana zaidi. Lakini ukitazama kwenye mataifa mbalimbali kama Misri pale, vilabu vinashiriki klabu bingwa barani Afrika na ila ya shirikisho, lakini vinacheza mechi zao za ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo inaondoa mvuto kabisa. Ukitazama hata jedwali la ligi kuu Tanzania bara, Yanga yuko juu, ana mechi 4 tu, ana alama 10, yuko juu pale kwenye msimamo. Lakini ukimtazama timu ambayo iko nafasi ya 3 na ya 4 tayari zina mechi 6 na zikiwa na alama 9. Tunapopigania kuwa ligi ambayo ina ubora mkubwa barani Afrika na hili jedwali pia lishaibiane, basi pengine tuone pia hata kama kuna mechi moja tu labda zinapishana, mwingine yuko raundi ya 6, labda vilabu ambao vimebaki viko raundi ya 5. Na ukiangalia ligi yetu kwa namna ilivyokaa, yani inakukosesha mpangilio mzima, kwa sababu TRA yuko nafasi ya 13 lakini ana michezo 3 tayari hivi sasa, ambaye wako juu yake wote wana michezo takriban 6, wengine wana michezo 4, 5. Kwa hiyo inampa advantage pia TRA kuona kwamba hana mlima mrefu. Lakini kama matokeo haya tungeenda hii break, timu hata zina uwiano zimecheza takriban mechi 5 tu, tungeona namna ambavyo timu zinakwenda kujipanga na kupiga mahesabu yake. Kwa hiyo bodi ya ligi kuu Tanzania bara wana kazi ya ziada kuumiza vichwa namna gani ambavyo wanakuja kuitengeneza fixture ambayo haitavipa vilabu vingine muda wa kupumzika zaidi, lakini pia viporo vingi zaidi ambavyo huko mbeleni watu wamekuwa wakishikana mashati kama vilabu kwamba vinabebwa na vilabu vingine vimekuwa vikionekana kama vikitengenezewa mazingira ya kubeba taji la ligi kuu Tanzania bara kutokana na hivi viporo. Unajua Yezu, unapokuwa na kiporo alafu mambo yamekushikalia kooni kabisa namna hiyo, unaweza ukazichezesha pia nje. Unajua kuna mambo ya nje ya uwanja ambavyo watu wamekuwa
wanakifanya na wanakamilisha. Kwa hiyo hii imekuwa ikivikandamiza baadhi ya vilabu ambavyo kiuchumi haviko vizuri, vipolo ni vingi, alafu muda huo pia wachezaji tayari wanatamani kupumzika, alafu ligi inaendelea, na tunafahamu pia katikati kuna michuano ya CRDB Federation Cup ambayo pia imekuwa ikiwaumiza namna ambavyo ratiba inaingilia katikati ya ligi kuu Tanzania bara. Lakini kwingineko timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, wameingia kambini rasmi kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya kikosi cha Kuwait, na mchezo huu utachezwa tarehe 14 kule nchini Misri, na tayari nyota kadhaa pia jana wakionekana wakiwasili, na mwalimu Miguel Gamondi na mwalimu Hamad Ali wakitraini nao, na tunategemea pia Miguel Gamondi kwenda kuongeza chochote kwenye timu hiyo ya taifa ya Tanzania. JKT Queens wako kule nchini Misri kwa ajili ya michezo ya klabu bingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake, na JKT Queens siku ya kesho watashuka dimbani kukabiliana na kikosi cha ASEC Mimosa, na mechi ya kwanza walikipiga na Gabron na wakalazimishwa sare ya bila kufungana 0-0. Kwa hiyo tuwaombee pia JKT Queens ambao ni wawakilishi wa Tanzania na ukanda huu wa Sekafa kwenye michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika, na kundi lake timu ya ASEC Mimosa ndio inaongozi na ilipata ushindi dhidi ya bingwa mtetezi TP Mazembe. Kimataifa bwana, kesho kutapigwa michezo miwili mikubwa sana barani Afrika. Hii yote ni ya kuania kufuzu Intercontinental Playoff, na michezo hii itapigwa kule nchini Morocco, na mchezo wa mapema kabisa utawakutanisha Gabon dhidi ya kikosi cha timu ya taifa ya the Super Eagles Nigeria. Mchezo wa pili ambao utachezwa majira saa 5 utawakutanisha DR Congo dhidi ya Kameruni. Bonge moja ya michezo, na washindi kati ya mechi zote hizi mbili watakutana na watacheza mchezo mmoja wa finali, na atapatikana sasa bingwa wa Afrika kwenda kucheza michezo ya playoff ya Intercontinental Playoff. Sawa. Katika jumbe fupi anasema kufuzu au kufaulu ni akili. Okay, sawa. Sasa Doroboy kutokea Kisasa anasema hivi, Ndaki napenda Paul Masanja Beki Kitasa anajibu swali lake. Lile goli alilofunga Beno Ngasa game kati ya DJFC na Pamba anasema iliyoairishwaga sababu ya kukatika kwa umeme. Lile goli linahesabika kwa Beno Ngasa au limefutwa? Goli lilifutwa bwana, na baada ya Pamba kupatiwa ushindi kutokana na uzembe uliojitokeza uwanjani kwa taa kuzimika, goli lilifutwa na Pamba wakapatiwa alama 3. Kwa hiyo Dolo Boy bwana, goli lile lilifutwa na halipo kabisa kwenye mashindano. Kwa hiyo hata ukitazama kwenye msimamo wa wafungaji utamuona Beno Ngasa na lile goli. Kwa hiyo ndio hivyo. Anasema kwema hapo, napenda kufahamu Simba wana alama ngapi ligi? Anaitwa Jacqueline, anapenda kujua bwana Simba mpaka sasa wana alama ngapi? Bwana Simba wako nafasi ya pili, wana michezo 3, wana alama 9. Ndio ligi nilichokuwa nakizungumzia. Timu ina alama 3 ina alama 9, lakini timu inayofuata ina alama 6 ikiwa na alama 9. Unaona tu mwenyewe fixture ambao tayari maji yamejitenga. Hapa mtu ana alama 3, ana michezo 3 ana alama 9, na timu ambayo inamfuata na michezo 6 na alama 9. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo tayari hizi team giant ama title contender zina nafasi kubwa kubeba taji msimu huu. Sawa. Bwana, muda wetu sio rafiki. Mengi zaidi tunapata wapi? Bwana, mengi zaidi tukutane kwenye Sports Junction 1 dakika 20 mpaka 3 kamili. Hapo tunazichambua kwa kina kabisa taarifa hizi, lakini kukupatia pia taarifa mbalimbali za kimichezo nikiwa na wachambuzi wangu makini kabisa, Kitila Peter Pierre, bila kumsahau Mohamed Isa Momo bwana. Sawa. Sambamba na hilo tunakupata wapi kwenye mitandao ya kijamii? Mitandao ya kijamii Instagram Pablo_TZA, lakini pia kule Facebook Pablo TZA. Pita pia huko, taarifa nyingi wanakuwekea huko, lakini pia at AFM Digital tuko pia huko. Pita pia huko, taarifa nyingi pia na uchambuzi mzuri unaupata huko.